a very, very bad thing. Kiongozi wa chama cha Patriots Agnes Kagure amewataka vijana kujiandikisha kuwa wapiga kura katika zoezi ambalo linaendelea la usajili wa wapiga kura. Akizungumza wakati wa kumtambulisha mgombea wa chama hicho katika chaguzi ndogo za wadi ya Kariobangi Kaskazini Geoffrey Owino, maafisa wa chama hicho walisema njia pekee ya kubadili uongozi wa nchi ni kwa kupigia kura viongozi walio waadilifu. Kauli yake inajiri wiki moja baada ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuzindua zoezi hilo, huku ikijiandaa kuandaa uchaguzi katika maeneo 17 ya uchaguzi nchini. Hii ni wakati ya kuchukua kura. IEBC wamefungua, kila mtu aende achukue nini? Silaha yake. Vijana wetu kuna exercise inaendelea kuchukua kura, si namna hiyo? Yes. Kwa hivyo nataka vijana mjitokeze kwa wingi, mchukue kura kwa sababu sasa inasimama MCA, si ndio? Na nawaombeni tuanze safari ya kwamba tunapiga kura bila misingi yoyote ya ukabila ama ubaguzi wa aina yoyote, sio? Wito unazidi kutolewa kwa vijana kujitokeza na kujisajili kuwa wapiga kura ili kuwachagua viongozi wenye maono ya maendeleo wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ni wasia wake kasisi wa kanisa la Kianglikana la St. Thomas Nyenyesi John Ambaisi, ambaye amewasihi vijana kujitokeza na kujisajili kuwa wapiga kura ili waweze kuwachagua viongozi watakaowafanyia maendeleo katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kanisa limeshikilia kwamba iwapo vijana watachukua kura, basi watakuwa na usemi mkubwa kwenye uchaguzi mkuu ujao wa kuondoa viongozi wafisadi mamlakani. Nadhani ametuelimisha kwa njia nzuri, si ndio? Ni vizuri watoto wakishika kura ndio tutapata mabadiliko ya uongozi. Lakini wakati nyumbani itafika 2027 tena mwanze kufanya nini? Kulia, hata kulia tunataka nini? Mabadiliko. Tukitaka kubadilisha Kenya, lazima kuna wale vijana wetu ambao walikuwa wanaitwa Gen Z, si ndio? Wengine wao wako kwa hizi maboma, si ndio? Lakini hawajaenda kushika kura, si ndio? Kwa hivyo tunaomba kwamba waende waregister kama wapiga kura. Wakati ni sasa, hakuna wakati mwingine. Maandamano mazuri ikuwe pale kwenye ballot ili tuhakikishe kwamba tunaleta uongozi ambao inafaa. Ni vizuri pia kama watu wa Kenya na vijana pia tuweze kufanya registration ya kura. Hakuna vile tutaweza kuwa na uongozi mzuri pasipokuwa na kura. Ni kura tu ambayo itatusaidia kuamua uongozi mzuri. Kwa hivyo naomba tu kwamba vile wametuhimiza, sisi pia tutaenda nje tuweze kuhubiri injili hiyo. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa. Asante sana kwa kuungana nasi kwa taarifa za mbiu ya KTN. Taarifa zaidi ni mwendo wa saa 1 kwenye KTN leo. Basi tukutane saa 1. Mimi ni Mary Kilobi Atwoli na mtangazaji wa ishara amekuwa ni Meresha Witi. Endelea kutazama runinga ya KTN. Kwaheri kwa sasa.